Shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi. Hii ni habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan na sasa nikukaribisha kwenye habari za michezo na burudani. Mkurugenzi wa maendeleo ya michezo Boniface Tamba amesema maandalizi ya Tanzania kuelekea fainali za AFCON 2027 yanaendelea vizuri kufuatia mafanikio ya kikao cha siku 2 kilichowakutanisha kamati ndogo ya maandalizi ya AFCON 2027 na wataalamu kutoka taasisi mbalimbali za kiserikali. Tamba amesema taarifa zilizowasilishwa na taasisi hizo zinaonyesha hatua nzuri zinazochukuliwa na serikali katika kutekeleza majukumu ya maandalizi ya mashindano hayo, huku akisisitiza kuwa ushirikiano uliopo ni kiashiria cha utayari wa Tanzania kuwa mwenyeji wa mashindano hayo makubwa ya soka barani Afrika. Aidha, ameeleza kuwa uratibu unaoendelea kati ya taasisi mbalimbali za serikali unaweka msingi imara wa mafanikio ya AFCON 2027 na kuhakikisha Tanzania inatimiza viwango vinavyohitajika katika kuandaa mashindano hayo. Huwa ni kikao cha mafanikio makubwa sana kwa sababu taarifa mbalimbali zilizowasilisha zinaonekana kabisa kwamba serikali kwa sasa hivi imeshapiga hatua kubwa sana katika maandalizi ya mashindano ya AFCON. Siku ya kwanza tulipokea taarifa mbalimbali kutoka kamati ambazo zinahusiana na ujenzi wa miundombinu ya barabara na miundombinu ya viwanja vya michezo. Kwa kweli inaonyesha kabisa, kwa mfano hapa Benjamin Mkapa unaona kabisa uwanja jinsi ulivyofikia hatua nzuri kwa sasa hivi. Naam, Bodi ya Filamu Tanzania imeendelea kutekeleza programu yake ya kuonesha filamu kwa ushirikiano na Kituo cha Sayansi na Utamaduni wa Urusi nchini Tanzania, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuongeza utamaduni wa kutazama filamu kwa pamoja na kuhamasisha Watanzania kutembelea majumba ya sinema nchini. Afisa mtendaji wa Bodi ya Filamu Dr. Gervas Kasiga amesema kuwa Bodi ya Filamu Tanzania itaendelea kuandaa maonesho ya filamu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuimarisha soko la filamu za Kitanzania, kuongeza fursa za watayarishaji wa ndani kufikia hadhira pana zaidi na kujenga utamaduni endelevu wa kutazama filamu katika majukwaa ya sinema. Wako na Bodi ya Filamu na sisi Bodi ya Filamu sasa hizi tunahakikisha tunafungua fursa zaidi kwa vijana wanaoingia katika tasnia ya filamu kuweza kufanya kazi na mashirika na kampuni za ndani. Tumeona hapa tumefanya kazi na mamlaka ya kupambana na kudhibiti dawa kwa DCAA, lakini pia tunaweza kufanya kazi na balozi mbalimbali, na niwaambie tu wanatasnia wetu wakae karibu na Bodi ya Filamu. Filamu ina kazi kubwa sana duniani. Kazi yake kubwa sana ni kuongelea kuhusu utamaduni wetu. Kuna kitu kinaitwa soft power, kutumia utamaduni katika kupeleka yale unayotaka kuyaongea duniani. Hii filamu ikue ni feature film na short films. Umeelewa? Hata fund nyingi zinatoka huko. Na wanasoka wana michezo wameshauriwa kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo nchini, hususan pori la akiba la Kilombero lililopo wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro ili kuchangia maendeleo ya uchumi wa taifa kupitia utalii. Margaret Malisa anaarifu zaidi. Ushauri huo umetolewa na mkuu wa msafara wa timu ya Kilombero Rangers Hassan Ibrahim Sauzi katika uwanja wa Mabatini uliopo Mlandizi mkoani Pwani, ambapo amesema mbali ya kushiriki michezo ya kirafiki mkoani Pwani, ujio huo pia umelenga kuhamasisha utalii wa ndani. Michezo imekuwa inatuunganisha katika kiundugu, pia kufahamiana baina ya kada tofauti ambazo tumekutana hapa Mlandizi Pwani. Imeweza kufanya watu wengi waweze kujua sasa utalii na uhifadhi kiujumla. Kwa hiyo tunawakaribisha katika pori letu la akiba Kilombero, ambao sisi wenyewe tunaita the habitat of kuku. Wakati huo timu ya Kilombero Rangers ilitoka sare ya mabao 3-3 dhidi ya wenyeji wao katika mwendelezo wa michezo yao ya kirafiki mkoani Pwani. Na huo ulikuwa mchezo wa pili kwa Kilombero Rangers baada ya siku ya Jumanne kuanza vizuri ziara hiyo kwa kuifunga timu ya Blue Queen kwa mabao 3-0. Kwa na mechi ambayo kwa mechi ya pili
cha kwanza tulipata uwezo wa kupata magoli 3 kwa bila, lakini kidogo leo kuna changamoto. Tunapenda kuwashukuru wapinzani kwa kutulia challenge ya mechi nzuri. Tumeweza kutoa matokeo ya 3-3. Tunaendelea kucheza mchezo wetu wa trafiki. Fundi wamo vizuri. Ya mabeki wanajisahau kidogo. Ya wamo vizuri sana. Margaret Malisa, Pwani. Asante Margaret Malisa kutokea huko Pwani. Na kwa upande wa habari za ndani kwa upande wa michezo na burudani, sasa tujiunge na msimulizi wetu kwa habari za kimataifa. Nyota wa mpira wa kikapu LeBron James ametangaza kuwa atajiunga na timu ya Philadelphia 76ers baada ya mkataba wake kufikia ukomo katika timu ya LA Lakers. James mwenye umri wa miaka 41 kwa sasa, ambaye pia ndiye mfungaji bora wa muda wote katika historia ya NBA, aliondoka Los Angeles mwezi uliopita. Timu za Cleveland Cavaliers, timu yake ya zamani, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves na Miami Heat pia ziliripotiwa kuwa katika kinyang'anyiro cha kumsajili bingwa huyo mara 4 wa NBA. Ninaamini ninaweza kuisaidia na kuifanya Philadelphia 76ers kuwa timu ya ubingwa, na nina shauku kubwa ya kuleta hamasa kwa mashabiki wapya na kuanza safari ya ajabu kwa mara ya mwisho, James aliandika kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X. James ameshinda taji la NBA akiwa na timu zote 3 alizochezea hapo awali. Alishinda mataji mawili akiwa na Miami Heat, timu ambayo mapema wiki hii ilichapisha kimakosa taarifa ya kumtambulisha LeBron James. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Shukran sana Juma Mohamed kwa kutuhitimishia kwa upande huo wa kimataifa, michezo na burudani. Mtazamaji, tumehitimisha hivyo kwa upande wa habari yetu ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10+. Mimi ni Fatma Hassan na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, na nikutakie usiku mwema. Na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania na kuleta utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Maeneo mengi usiku wa leo yatarajia kuwa ni makavu na yenye hali ya baridi, hususan katika maeneo nyanda za juu kusini magharibi na maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya minuko, pia katika maeneo ya kati ya nchi, na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajia kwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya Mbeya pamoja na maeneo ya Njombe. Hali ya upepo hapa nchini inatarajia kuvuma kwa kasi ya wastani wa kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Rukwa, kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Tanganyika na maeneo ya Ziwa Victoria. Lakini pia mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imetoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali unatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Nyasa na maeneo yote ya Bahari ya Hindi. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hasa wakazi wa maeneo ya Bahari ya Hindi, ni vema kuchukua hatua stahiki kutokana na kuwepo kwa vipindi vifupi vya upepo mkali. Na siku ya kesho tunatarajia kuwa maeneo mengi yanatarajia kuendelea kuwa ni makavu, isipokuwa katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam kwa Pwani ni maeneo machache yanatarajia kuwa na hali ya mvua nyepesi na vipindi vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, jina langu ninaitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.